بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لازلنا وإياكم في شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله. Leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darsa zetu katika kuisharehesha manzuma ya Ash-Shatibiya. Katika halaka iliyotangulia, darsa ya 27, tuliangalia hadi beti ya 249, na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala katika darsa hii tutachukua kuanzia beti ya 250 hadi beti ya 254, bado tukiwa katika mlango wa waqfi hamzata wa hishamin ala alhams. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunaojifunza yawe ni khalisan liwajhihi alkarim, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndani yake yasiwe na riya wala sum'a, Allahumma amin. Qala an-nadhim rahimahullah: wa ashmim wa rum fi ma siwa mutabaddilin biha harfa maddin wa'rif al-baba mahfila wa ma wawu nasliyun tasakkana qablahu aw al-ya fa'an ba'din bil-idgham hummila وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليلا. الناظم رحمه الله anasema wa ashmim wa rum fima siwa mutabaddilin biha harfa maddin wa'rif al-baba mahfila. Al-ma'na wa ashmim au rum fil hamzi almutatarrif. Hapa imekosewa, imeandikwa ikiwa ina waw, lakini pia hapa imekosewa, ilitakiwa iwe ina sakna. Tamam. Wa ashmim au rum fil hamzi almutatarrifi almutaharriki almusakkani lilwaqf. Na soma kwa ishmam, yani ilete ishmam au rum au soma kwa ar-rawm. Na mambo ya al-ishmam na ar-rawm tayari tulikwisha kuyaelezea katika manzuma ya al-Jazariya. Anasema an-Nadhim rahimahullah, soma kwa ishmam na soma kwa ar-rawm fil hamzi al-mutatarrifi, katika hamza ambayo ipo mwisho wa neno, al-mutaharriki ambayo ina haraka, al-musakkani lilwaqf,
lakini ikawa imewekewa sakna kwa sababu ya kusimama. Yani katika hamza ambayo ipo mwisho wa neno na asili yake ilikuwa ina haraka, tamam, lakini imewekewa sakna kwa sababu ya kusimama, basi lete ishmam, lakini pia lete arraum. Yani ishmam katika sehemu ambazo zinafaa kuingia ishmam na arraum katika sehemu ambazo kunafaa kuingia arraum. Almukhaffafi bi anwa'i takhfifi almutaqaddima, hamza ambayo imewepesishwa kwa aina zote za uwepesi ambao umetangulia, tamam, illa ma khuffifa biibdalihi harfa maddin, isipokuwa ile hamza ambayo imefanyiwa wepesi kwa kubadilishwa kuwa ni herufi ya madda. Kwa hiyo maana ya an-Nadhim rahimahullah aliposema ashmim warum fima siwa mutabaddilin biha harfa maddin, lete ishmam na lete raum katika aina zote ambazo tumeziona, hamza ikiwa mwisho wa neno lakini kukafaa kuingia raum na ishmam, aina zote za hamza ambazo zimetangulia isipokuwa ile hamza ambayo imebadilishwa kuwa ni herufi ya madda, na inshallah taliona hilo katika jadwal, tamam. Kwa hiyo hamza ambayo imebadilishwa kuwa ni herufi ya madda hakutafaa kuingia arraum na pia hakutofaa kuingia ishmam. Fala yajuzu dukhulu al-ishmami wala ar-raumi fihi in kana marfu'an, haitofaa kuingia ishmam au raum katika hamza kama itakuwa ina dhamma, yani herufi imebadilishwa kuwa ni madda lakini asili yake ilikuwa ina dhamma, tamam. Tutaona inshallah hakutofaa kwa sababu tayari imebadilishwa kuwa ni herufi ya madda. Wala yajuzu dukhulu ar-raumi fihi, na hakutofaa kuingia ar-raum katika hamza hiyo ambayo imebadilishwa kuwa ni herufi ya madda, in kana majruran, hata kama ilikuwa ina kasara, yani kiasili. Wa sanuwadhihu dhalika fil jadwali al-ati, na hilo insha Allah tutalibainisha katika jadwali ambalo itakuja hivi karibuni, tamam. Wan-Nadhim lam yuqayyid mawadi' al-ishmam war-raum, na an-Nadhim rahimahullah hajaweka mpaka wa sehemu za ishmam na ar-raum, yani hajasema kwamba ishmam inatakiwa kuwa hapa na pale au raum inatakiwa kuwa na hapa na pale. Kwa sababu gani? I'timadan ala shuhratihima inda al-qurra, kwa kutegemea na kuzingatia ya kwamba masala ya al-ishmam na masala ya ar-raum ni mashhur na yanafahamika kwa wanachuoni, tamam. Wa qawluhu, na aliposema an-Nadhim rahimahullah wa'arif al-baba mahfila, tamam, wa ashmim maruf fima siwa mutabaddilin biha harfa maddin wa'rif al-baba mahfila, aliposema wa'rif al-baba mahfila, mahfilu al-qawm makanu ijtima'ihim. Mahfil al-qawm ni sehemu ya watu wanapokusanyika, ile sehemu ambayo watu wanakusanyika mara kwa mara anaitwa ni mahfil, tamam. Yani akiwa na maana an-Nadhim rahimahullah wa'rif baba waqfi hamzata wa hishamin ala al-hams, na utambue na kufahamu mlango wa kusimama Hamza na Hisham katika herufi ya hamza, hala kauni hadha albabi, hali ya kuwa ukiwa mlango huu mawdi'an li jami'i anwa'i alhamzi almukhaffaf, ni sehemu ya aina zote za hamza ambayo imewepesishwa, tamam. Aina zote za hamza ambayo imewepesishwa kwa Imamu Hamza na Imamu Hisham, basi aina hizo zinapatikana katika mlango huu, tamam. Tuangalie khulasa katika yale ambayo tumeyasoma yaliyotangulia katika alhamz almutatarrif, hamza ambayo ipo mwisho wa neno hadi hivi sasa tulipofikia katika abiati hizi, tamam. Tuna anwa'ul hamzi hapa, kisha tuna al-amthila, kisha tuna ash-shahid, kisha tutaangalia jawazu ar-rawmi wal-ishmam bi shurutihima, kufaa kwa ar-rawm na ishmam kwa masharti yake. Hizi ni aina ambazo tayari zimetangulia kuanzia beti ya kwanza hadi beti ambayo tuliishia katika darsa ambayo imetangulia. Tuna qablahu mutaharrikun, hamza ambayo kabla yake ina haraka, yani sawasawa iwe ina sakna
au sawasawa iwe ina haraka, lakini kabla yake kuna haraka. Tamam, na ipo mwisho wa neno. Hapa tunazungumzia hamza ambayo ipo mwisho wa neno. Tamam, mfano iqra au badaa au annabai au lu'lu'un. Shahid faabdilhu anhu, hii sehemu Imam Hamza na Hisham wanasoma kwa ibdal. Tamam, faabdilhu anhu harfa maddin musakinan, mpaka alipokuja kusema wa fi ghairi hadha baina mithlu wa mithluhu yaqulu Hisham ma tatarrafa mushila. Tamam, kwa hiyo anasoma iqra au bada annaba au lulu, na tuna qablahu sakinun, kabla yake kuna sakna, na hiyo sakna ikawa ni alif almad. Tamam, mfano as-samai au almau, na tumeangalia anasoma kwa ibdal, kwa hiyo anasoma as-sama au alma. الشاهد ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطوله. Sasa hizi aina mbili, qablahu mutaharrikun au qablahu sakinun, alif almad, hakufai kuingia kwa arraum wala ishmam. Kwa sababu gani? Wa ashmim warum fima siwa mutabaddilin biha harfa maddi. Hii sehemu hamza yake imebadilishwa kuwa ni herufi ya madda, na hapa hii sehemu hamza yake imebadilishwa kuwa herufi ya madda. Kwa hiyo katika hizi aina mbili hakufai kuingia kwa arraum hapa wala ishmam, na hapa pia hakufai kuingia kwa arraum wala ishmam. Lakini tuna qablahu sakinun, kabla yake kuna sakna as-sakin as-sahih, sakna ambayo ni sahihi, mfano almar'i au dif'un. Madhhabu yake ilikuwa ni waharrik bihi ma qablahu mutasakinan wa asqitu hatta yarji'a al-lafdhu ashala, ni annaq. Kwa hiyo alikuwa anasoma almari au difun. Tamam, qablahu sakinun harfa al-lin, tulikuwa tuna mfano wa as-saw au shay na mifano mwingine. Pia alikuwa anasoma kwa annaq, waharrik bihi ma qablahu mutasakinan, shahid as-sawi au shayun. Qablahu sakinun al-waw wal ya al-asliyatan, alikuwa anasoma pia kwa annaq, mfano as-su'i al-musi'u, alikuwa anasoma as-su'i au al-musi'u. Tamam, hakadha. الشاهد وحرك به. قبله ساكن الواو والياء الزائدتان، alikuwa anasoma kwa ibdal na idgham. Tamam, ibdal na idgham. Mfano quru'in au bari'un, alikuwa anasoma quru'in au bariyun. الشاهد ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبل حتى يفصل. Na tuna almadhhabu arrasmi ambayo tuliona وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. mfano tilqai au nashau, alikuwa anasoma tilqai ala almadhhab arrasmi, yani au nashau. Sasa hizi aina zote hizi, tamam, wa ashmim warum, sehemu zote hizi zinaingia ishmam na kunaingia arraum kwa masharti yale yale, tamam, ambayo tuliyaona ya kufaa kuingia raum na ishmam katika herufi. Kwa hiyo mathalan katika neno almari tunafaa kusimama kwa arraum, lakini ishmamu hapa haifai kwa sababu ishmamu inaingia katika madhmum. Kwa hiyo inafaa kusimama kwa almari. Tamam, almari hakadha. Difun inafaa kusimama kwa arraum na ishmam, tukasimama dif hakadha, au dif kwa ishmam isharatan bidhamm. Tamam, haya. As-sawi kwa arraum, shay kwa arraum au shay kwa ishmam. As-sawi au al-musi kwa arraum au al-musi kwa ishmam. Uru kwa arraum, bari kwa arraum. Tamam, tilqai kwa arraum, nashaw kwa arraum. Hakadha wa qis ala baqi al-amthila, hakadha ukisie katika mifano mingine iliyobakia. Kwa hiyo ala kulli hal, hamza zote aina zote ambazo tumeziona kuna faa kuingia kwa arraum na ishmam kwa masharti yake,
isipokuwa katika ile hamza ambayo imebadilishwa kuwa ni herufi ya madda, hakufai kuingia kwa arrom wala ishmam. Na insha Allah kuna mtazamo mwingine katika sehemu hizo mbili, tutauona katika abiyati zinazokuja. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wama wawu nasliyun tasakkana qablahu aw al-ya fa'an ba'din bilidghami hummila. Al-ma'na sabaqa anna al-wawa wal-ya as-sakinatayn al-waqi'atayn qabla al-hamzi al-mutaharriki naw'an. Imetangulia katika abiyati ambazo tuliziona huko nyuma ya kwamba herufi ya wau na ya ambazo zina sakna ambazo zimetukia kabla ya hamza ambayo ina haraka zipo katika aina mbili, yani wau na ya ambazo zimegawanyika katika vigawanyiko viwili. Kwanza tuna asliyatan, wau na ya ambazo ni za asili, na tuna zaidatan, wau na ya ambazo zimezidi, na hili tumelifafanua zaidi katika abiyati ambazo zimetangulia. Wasabaqa anna hukma alhamzi ba'da alasliyatayn, na imetangulia ya kwamba hukumu ya hamza baada ya wau na ya ambazo ni za asili, naqlu harakatihi ilayhima, ni kuhamisha haraka ya hamza kwenda katika herufi ya wau na ya, tamam. Thumma hadhfuhu, kisha kuiondosha herufi ya hamza. Ina maana madhhab ambayo tuliiona katika alwaw wal ya al-asliyatain ilikuwa ni an-naqlu wal hadf. Wa anna hukmahu ba'da az-zaidatain, na kwamba hukumu ya hamza baada ya waw na ya ambazo ni zaidatain, ibdaluhu harfan min jinsi ma qablahu, kuibadilisha kuwa ni herufi kulingana na herufi ambayo ipo nyuma yake. Wawan au yaan, itakuwa ni herufi ya waw au kuwa herufi ya ya. Ma'a idghami ma qablahu fihi, pamoja na kufanya idgham herufi ambayo ipo kabla yake kuiingiza katika herufi ambayo imebadilishwa. Tamam. Kwa hiyo kiufupi katika alwaw wal ya az-zaidatan tulikuwa tuna ibdal na idgham. Tamam. Haya yote yametangulia katika darasa ambazo zimepita. Wa qad dhakara fi hadha albayt, sasa an-Nadhim rahimahullah ametaja katika beti hii anna ba'dha ahli al-adai, ya kwamba baadhi ya al-ada ajara al-waw wal ya al-asliyatayn as-sakinatayn majara al-waw wal ya az-zaidatayn as-sakinatayn, wamepitisha hukumu ya waw na ya, herufi hizi mbili ambazo ni za asili ambazo zina sakna, mapito ya waw na ya ambazo zimezidi zikiwa zina sakna. Tamam. Yani wamehukumu katika herufi ya waw na ya ambazo ni za asili kama hukumu ambayo inapatikana katika herufi ya waw na ya ambazo ni zaidatan. Tumesema hukumu ya waw na ya az-zaidatain tuliyoiona ilikuwa ni ibdal na idgham, lakini hukumu ya waw na ya al-asliyatain ambayo tumeiona ilikuwa ni naql na hadh. Lakini hapa katika hii beti anasema ya kwamba pia katika waw na ya ambazo ni za asili zitakuwa zina hukumu ya waw na ya ambazo ni az-zaidatain. Bimaana tayari tutakuwa tuna mitazamo miwili katika waw na ya al-asliyatain. Mtazamo wa kwanza ni ule ambao tuliuona katika abiyati ambazo zimetangulia. Mtazamo wa pili hapa utafanana na mtazamo wa wa na ya az-zaidatain. Tamam. Fa abdala al-hamza al-waqi'a ba'da al-waw al-asliyati wawan, hivyo ahlul ada wakawa wamebadilisha hamza ambayo imetukia baada ya waw ya asili kuwa ni waw, wa adghama al-wawa al-asliya fi al-waw al-mubdalati min al-hamz, na wakafanya idgham waw ya asili katika waw ambayo imebadilishwa kutoka katika herufi ya hamza. Wa abdala al-hamza al-waqi'a ba'da al-ya al-asliyati ya'an, na wakawa wamebadilisha hamza iliyotukia baada ya ya asili kuwa ni herufi ya ya. Wa adghama al-ya al-asliya, na wakafanya idgham ya asili fil ya al-mubdalati min al-hamz,
kwenda katika ya ambayo imebadilishwa kutoka katika herufi ya hamza. Sawaun, sawasawa, kanat alwawu walyau alasliyatan maddiyatain au layyinatain, sawasawa iwe herufi ya wau na ya za asili ziwe ni herufi za madda au ziwe ni herufi laini. Wasawaun, na sawasawa, kana alhamzu mutawassitan au mutatarrifan, na sawasawa iwe hamza katikati ya neno au iwe mwisho wa neno. Mfano, as-su'a. As-su'a, hukumu iliyotangulia tulikuwa tunasoma as-suwa, nakl na hadh alhamza, lakini hapa hukumu ya pili hapa ambao unakuwa ni mtazamo wa pili ni kuibadilisha hamza kulingana na herufi ya nyuma yake. Herufi ya nyuma yake ni wau, kwa hiyo itabadilishwa kuwa ni wau, kisha tutaichukua hiyo wau tunaiingiza katika wau ambayo ni ya asili maa tashdid, kwa hiyo itakuwa ni as-suwa. Hakadha siat, tazamo uliopita ulikuwa ni siat, lakini hapa tumeibadilisha hamza tamam kulingana na herufi iliyopo kabla yake ambayo ni ya, na yenyewe itakuwa ni ya, kisha zitaingizwa kwa pamoja, zitafanyiwa idgham, kwa hiyo inakuwa siyat. Tamam. Sawa inakuwa sawa, kahai'a kahayya. Tamam. Latanu latanu, si'a siya, as-sawi as-sawi, shay'in shay'in, shay'an shay'an. Tamam, hakadha. Kwa hiyo akasema an-Nadhim rahimahullah, wama wawu nasbiyun tasakkana qablahu, na ile wau ambayo ni ya asili na nyuma yake kukawa kuna herufi ambayo ina sakna, au ya au ya asili na nyuma yake kukawa kuna herufi ambayo ina sakna, fa'an ba'dhin bilidghami humila, basi kutoka kwa baadhi ya al-ada wameibeba wau hiyo na ya hiyo kwa mtazamo wa idgham, yani wameunganisha hukumu ya wau na ya al-asliyatain pamoja na hukumu ya wau na ya az-zaidatain. Mafhumu Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wama qablahu at-tahriku au alifun muharrakan tarafan falba'du birrawmi sahala. Al-ma'na walhamzu alladhi waqa'a qablahu at-tahrik, wama qablahu at-tahrik, na hamza ambayo kumetukia kabla yake herufi ambayo ina haraka, au alifun muharrakan tarafan, ay au waqa'a qablahu alifun, au kabla yake kukatukia herufi ya alif, hala kauni hadha alhamzi muharrakan, hali ya kuwa hamza hii kiasili ilikuwa ina haraka. Tamam. Wama qablahu at-tahriku, na hamza ambayo kabla yake kumetukia haraka, au alifun, au kumetukia alif, muharrakan, hali ya kuwa hamza hii nayo ikawa ina haraka, tarafan ay waqi'an fi tarafi al-kalima, na ikawa imetukia hamza hii mwisho wa neno, falba'du birrawmi sahala, ay faba'du ahli al-ada, baadhi ya ahli al-ada, sahalahu birrawm, wameifanyia wepesi kwa arrawm. Hii inakuwa ni hukumu nyingine katika zile aina mbili ambazo tulisema haziingii arrawm wala haziingii ishmam, yani hamza ambayo ina haraka. Tamam, hamza ambayo ina haraka na nyuma yake kuna alif au kuna haraka, mtazamo wake wa kwanza ulikuwa ni ibdal, lakini hapa an-Nadhim rahimahullah anasema pia ahl al-ada wamefanya tashil ya hamza, yani wameiwepesisha hamza pamoja na ar-raw, wepesi pamoja na ar-raw. Tamam, hii ni madhhabu nyingine. Kwa hiyo kuna madhhabu ngapi? Kuna madhhabu mbili katika zile aina mbili ambazo tumeziona, tashil bi ar-raw pamoja na ibdal harf mad. Tamam, kuibadilisha hamza kuwa ni herufi ya madda au kuiwepesisha hamza pamoja na ar-raw. Mafhumu
Wala yajuzu hadha alwajhu, na haufai mtazamo huu, wa huwa tashilu birraum, ambao ni mtazamo wa tashil birraum, kuepesisha pamoja na arraum, illa idha kana hadha alhamzu mahallan lirraum, isipokuwa ikiwa hamza hii ni sehemu ambayo inafaa kuweka arraum, bi an yakuna marfu'an au majruran, iwe ina dhamma au iwe ina kasra. Fa in kana mansuban, kama itakuwa ina fatha, fala yajuzu fihi hadha alwajhu, mtazamo huu hautofaa katika hiyo sehemu, bal yataayyanu fihi alibdal, bal itakuwa ni wajib kufanya ibdali tu, yani mtazamo ambao utakaobaki pale ni mtazamo wa ibdali tu. Wa khulasatu alqawl, na ufupisho wa maneno, anna fi hadha an-naw'i min alhamzi 'inda alwaqfi alayhi bi Hamza wa Hisham wajhayn, ya kwamba katika aina hii ya hamza wakati wa kusimama katika sehemu hii kwa Imamu Hamza rahimahullah na Imamu Hisham kutakuwa kuna mitazamo miwili. Al-awwal, mtazamo wa kwanza, al-ibdal, fanya ibdal. Athani, mtazamo wa pili, at-tashilu baina baina, fanya tashil baina bain, birrawmi fihima, lakini tashil ambayo inatakiwa kuwa ni ya arraw. Mfano an-nabai, tamam, an-nabai, mtazamo wa kwanza, fa'birhu anhu harfa maddi musakina, kwa hiyo tutasoma an-naba, tamam. Mtazamo wa pili, wa ma qablahu at-tahriku au alifun muharrakan tarafan falba'du birrawmi sahala, tutasoma an-nabai, tamam, an-nabai, an-nabai, yani tashil pamoja na arraw. Lu'lu'un, tutasoma lulu kwa ibdal, tamam, au kwa tashil na arraw tunasoma tamam lulu, tamam, lulu, hakadha. As-samai kwa ibdal, as-sama au as-sama kwa haraka 4 au haraka 6, na kwa tashil tunasoma as-samai, tamam, as-samai. Haya, na hapa inaingia kanuni ya wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu ma zala a'dala, sababu hamza imefanywa tashil, tamam. Herufi ya madda kutafaa almad na alqasr. Kwa Imamu Hamza almad itakuwa ni haraka 6, kwa Imamu Hisham almad itakuwa haraka 4 min babi almuttasil, tamam. Kwa hiyo Hamza atakuwa na haraka 2 na haraka 6, Hisham atakuwa na haraka 2 na haraka 4. Hakadha almau, alma kwa ibdal, mtazamo ule ambao tuliuona. Mtazamo hapa tashil kwa raw, almau, tamam, almau, hakadha, au almau, almau kwa Hisham, kwa Hamza almau, hakadha, tamam. Wama qablahu at-tahriku au alifun muharrakan tarafan falba'du birrawmi sahala. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, waman lam yarum wa'tadda mahdhan sukunahu wa alhaqa maftuhan faqad shadha mughila. Al-ma'na ذكر في هذا البيت مذهبين آخرين في تسهيل الهمز المتطرف. An-Nadhim rahimahullah ametaja katika beti hii madhhabu mbili zingine katika kuifanyia tashil hamza ambayo ipo mwisho wa neno, tamam. Al-madhhabu al-awwal, madhhabu ya kwanza, wa qad ashara ilayhi biqawli, ameiashiria kwa kauli yake, wa man lam yarum wa'tadda mahdhan sukunahu, ay wa man lam yarum mutlaqan fi al-harakati ath-thalathi, na yule ambaye hatoleta arraw moja kwa moja katika haraka zote tatu, yani hamza ambayo ipo mwisho wa neno ambayo tumetoka kuizungumzia hapo nyuma, tamam, tamam, yani hamza iliyopo mwisho wa neno na nyuma yake kuna haraka au nyuma yake kuna alif, ndio ambayo tunaizungumzia hapa, ambayo katika beti iliyopita tumesema ina hukumu ya tashil bi raw, tamam, tashil na arraw. Yani huo ni mtazamo wa pili ambao unafaa. Mtazamo wa kwanza ulikuwa ni ibdal, mtazamo wa pili ni tashil kwa arraw.
Sasa kuna madhhabu nyingine ambazo amezitaja hapa ni madhhabu mbili, kwa hiyo jumla zitakuwa ni madhhabu tatu. Madhhabu ya kwanza tumeshaiona, hizi ni madhhabu zingine mbili tofauti. Tamam. Yule ambaye hatoleta arraum moja kwa moja katika haraka zote tatu, yani katika fatha hamza ikiwa ina fatha mwisho, au ikiwa ina kasara na ipo mwisho, au ikiwa ina dhamma, waatabara sukuna alhamzi mahdhan, na akazingatia sakna ya hamza tu. Tamam. Fa alhaqahu bisakini alasli, akawa ameiunganisha aina hii ya hamza na sakna ya asili, yani akazingatia ibdali, yani baada mfano as-samai as-sama, akazingatia hivyo tu, yani hukumu ya ibdali tu. Tamam. Na akasema ya kwamba hakuna mtazamo wa arraum wala hakuna mtazamo wa arraum katika hali zote tatu, sawa sawa hamza iwe na fatha au iwe na kasara au iwe na dhamma. Wa a'tahu hukmahu min man'i tashilihi, na akaipa hukumu yake kunako kuizuia kuifanyia tashil ma'a arraum, pamoja na arraum, ya kwamba aina hii ya hamza ambayo imetokea mwisho wa neno, nyuma yake kuna alif au nyuma yake kuna haraka, yani hukumu yake hakufai kuwa na tashil pamoja na arraum katika hamza hiyo. Faqad shadha, mtu huyu atakuwa amejitenga, yani amekindeuka. Ina maana ni madhhabu ipo inayozuia tashil katika hali zote, yani haijalishi hamza ina kasra au ina dhamma au ina fatha. Wanasema mtazamo wa tashil na arraum hautakiwi kuwepo, lakini an-Nadhim rahimahullah anasema madhhabu hii ni madhhabu ambayo haifai, yani madhhabu ambayo imejitenga. Kisha tuna almadhhabu thani, wa qad ashara ilayhi biqawli, na mayashiria kwa kauli yake aliposema wa alhaqa maftuhan wa fihi hadfun, na katika maneno haya kuna neno ambalo limeondoshwa, ay wa man alhaqa maftuhan. Tamam. Wa man alhaqa maftuhan. Tamam. Ay wa man alhaqa almaftuha bilmaksuri walmadhmum, na yule ambaye atakaye iunganisha hamza ambayo ina fatha akaiunganisha na hamza ambayo ina kasara au hamza ambayo ina dhamma, katika jambo gani? Fi jawazi tashilihi ma'a arraum, katika kufaa kuwepesishwa kwake pamoja na arraum. Faqad shadha, huyu naye atakuwa amejitenga. Yani kuna watu wanasema hukumu ya hamza ambayo ina kasara na hukumu ya hamza ambayo ina dhamma tumesema ni tashil, kwa sababu inafaa kuingia arraum katika madhhabu ya kwanza ambayo ni madhhabu inayofaa. Tamam. Na tunafahamu ya kwamba tashil haingii katika tunafahamu ya kwamba arraum haingii katika hamza au herufi ambayo ina fatha. Sasa kuna watu wanasema ya kwamba hamza pia ambayo ina fatha, tamam, na ipo mwisho wa neno, nyuma yake kuna alif au nyuma yake kuna haraka, mfano almaa, hii hamza ambayo pia ina fatha inatakiwa isome kwa tashil ma'a arraum, inatakiwa isomwe kwa tashil pamoja na arraum. Lakini an-Nadhim rahimahullah anasema huyu mtu wa namna hii atakayesema hivi, naye pia faqad shadha, naye pia ameenda kinyume, amejitenga. Madhhabu hii nayo haifai. Kwa hiyo jumla, yani khulasa katika alhamz almutatarrif iliyopo mwisho wa neno na nyuma yake kuna alif au nyuma yake kuna haraka, kuna madhhabu tatu. Madhhabu ya kwanza ni tashil biraum, kuwepesisha pamoja na arraum katika almaksur, tamam, na almadmum, hamza ambayo itakuwa ina kasra au ina dhamma. Lakini almaftuh hakutoingia tashil biraum, itabaki mtazamo wa ibdali tu katika hamza ambayo itakuwa ina fatha, na huo ndio mtazamo sahihi, kwa sababu arraum haingii katika haraka ya fatha, kama ilivyo ishmam pia haingii katika haraka ya fatha, na hilo tumeshaliona. Madhhabu ya pili, hakutokuwa na tashil biraum katika hamza za aina zote, sawa sawa iwe na fatha au ina kasra au iwe ina dhamma.
Ndio madhhabu ya pili hii ambayo an-Nadhim rahimahullah hapa amesema wa man lam yarum mu'tadda mahdhan sukunahu. Tamam. Kisha madhhabu ya tatu ya kwamba kote kutaingia tashil birrom, sawa sawa hamza iwe ina fatha au iwe ina kasra au iwe ina dhamma. Yani wameambatanisha hukumu ya hamza yenye fatha pamoja na hukumu ya hamza ambayo ina kasra au ina dhamma. Kwa hiyo tashil birrom wakasema inaingia, na hii madhhabu pia faqad shadh, ambayo an-Nadhim rahimahullah amesema wa alhaqa maftuhan, ayu wa man alhaqa maftuhan. Kwa hiyo man lam yarum mu'tadda mahdhan sukunahu wa man alhaqa maftuhan, wote hawa faqad shadha mughila. Wa qawluhu faqad shadha isharatun ila ibtali almadhhabain ma'an. Na an-Nadhim rahimahullah aliposema faqad shadha ni ishara ya kuashiria ya kwamba madhhabu zote hizi mbili ni batil, yani hazifai, hazifanyi kazi. Ay man yaqul bihadha almadhhab alawwal, atakayesema kwa madhhabu hii ya kwanza man lam yarum wa'tadda mahdhan sukunahu, au bihadha almadhhab athani, au atakayesema kwa madhhabu hii ya pili wa man alhaqa maftuhan, tamam, faqad shadha, huyu mtu atakuwa amejitenga, hala kaunihi mughilan fi shudhudh. Na al-ighal ni al-ib'ad fi sayr, yani kutembea kwa umbali, yani mtu ametembea mpaka akaenda sehemu ya mbali, ndio maana ya al-ighal. Kwa hiyo maana yake faqad shadha, atakuwa amejitenga, hala kaunihi mughilan fi shudhudh, hali ya kuwa akiwa amezama ndani zaidi katika kujitenga, yani amejitenga sana, yani sio kwamba amejitenga yupo karibu, la bali amejitenga na ameenda mbali zaidi katika kujitenga. Kisha akahitimisha an-Nadhim rahimahullah akasema wa fil hamzi anhaun wa inda nuhatihi yudhi'u sanahu kullama swadda al-yala. Al-anha ni jam'u nahwin, wa min maanihi, na miongoni mwa maana zake ni at-tariq, ni njia. Wa nuhatun jam'u nahin, na nuhat ni wingi wa nahin, bimaana nahwi, ikiwa ina maana ya nahwi. Nahwi ni mtu ambaye amebobea katika elimu ya an-nahwu. Wadhamiru fi nuhatihi wa sanahu, na dhamir iliyopo katika nuhatihi na neno sanahu lilhamz, inarudi katika hamza. Tamam. Wasana, na neno asana ni an-nur, inaweza ikawa ina maana ya an-nur, mwangaza, au rifa au cheo, tamam, au sharaf. Tamam. Wa alyala, na neno alyala maana yake yuqalu laylun alyal, kunasemwa laylun alyal idha kana shadida dhulma, yani usiku ambao wenye kiza totoro. Tamam, au tunasema usiku wa manane, yani usiku ambao una kiza kilichozidi. Kwa hiyo usiku huo unaitwa ni laylun adyal. Mafhum? Nini maana ya beti hii? Almaana ruya fi takhfifi alhamzi wa fi alhamzi anhaun. Ruya fi takhfifi alhamzi turuqun mutaaddida, kumepokelewa katika kuiwepesisha hamza njia nyingi sana. Wa madhahibu mutanawwi'a, na madhhabu tofauti tofauti sana. Wa qad dhakara an-Nadhimu ashharaha naqlan, na an-Nadhim rahimahullah ametaja madhhabu ambazo ni mashhur ki an-naql, katika upokezi. Tamam. Wa aqwaha qiyasan, na ametaja madhhabu ambazo zina nguvu katika kiasi. Wa inda ulamai nahwi, ay wa inda nuhatihi, wa inda ulamai nahwi, na kwa wanachuoni wa an-nahwu, tattadhihu maalimu hadha al-hamz, kuna dhihiri alama za hamza hii. Tamam. Watanjali masarikuhu, na zinakuwa wazi njia zake. Watatabayanu subuluhu, na zinabainika njia zake. Liannahum alladhina, kwa sababu wao ndio ambao dhallalu si'aba, yale magumu yanayopatikana katika hamza wameyafanya kuwa ni mepesi.
wamahadu taraiqahu, na wamesawazisha njia zake, yani njia za hamza. Wa atqanu ahkamahu, na wamezifanyia itqani hukumu zake, tamam, hukumu za hamza. Wastawabu anwaahu, na wamezielewa kwa undani aina zake, aina za hamza. Wadhabatu qawaninahu, na wamezidhibiti kanuni zake, kanuni za hamza. Kisha akasema kullama swadda alyala. Hapa tulikuwa tuna tafsiri wa inda nuhatihi yudhi'u sanahu, tamam. Kisha akasema kullama swadda alyala, ay wa kullama dhaharat fihi mushkilatun inda ghayrihim, na vyovyote vile ambavyo kutadhihiri matatizo mbalimbali yanayopatikana katika hamza kwa wengine, yani watu wengine wakipata shida katika kuelewa hukum za hamza na aina za hamza na kadha, yani masaila ambayo yanataallaq na hamza, fakanat fi shiddati ghumudiha kallayli al-aswadi shadidi dhulma, yakawa masala au mashakil haya yaliyopatikana kwao katika kuelewa masala ya hamza kama vile usiku ambao ni totoro wenye kiza ambacho ni kinene au kiza ambacho ni kizito, tamam. Yani mambo yakawachanganya, yakawa mazito kiasi ya kwamba hawaelewi chochote katika masala hayo. Kanat indahum fi wuduhiha, masala hayo yatakuwa kwa wananahu katika ubainifu wake na uwazi wake, wa bahaiha, tamam, na mng'ao wake, kashamsil mushriqati fi rabi'ati nahar, kama vile jua ambalo limechomoza katika mwisho wa mchana. Rabi'ati nahar ni ule wakati wa mwisho wa mchana, yani naweza tukakisia mathalan muda wa saa 8 saa 9 kuelekea nyakati za al-asr, tamam. Kwa hiyo masala haya yakiwachanganya wengine na wakawa hawayaelewi masala ya hamza, wana nahwu wao kwao ni masala ambayo yapo wazi na ni yenye kung'aa kama vile jua ambalo limechomoza katika mwisho wa mchana. Fan-Nadhim rahimahullah istaara al-idaa lilwuduh, ameazima neno al-idaa, tamam, kwa ajili ya uwazi, yani mwangaza. Amelitumia neno mwangaza likiwa limesimama likimaanisha uwazi. Waliswidad, na ameazima neno al-iswidad, yani tuseme uweusi, tamam, uweusi. Neno hili amelitumia lilghumud, yani kujificha kwa masala na kuwakanganya watu, tamam. Ghumud, yani ghumud ni mambo yenye utata ambayo hayaeleweki kwa wepesi, yani mambo magumu kueleweka, tamam. Kwa hiyo aliposema wa fil hamzi anhaun, na katika hamza kuna madhahibu nyingi sana, tamam, kuna njia nyingi sana, yani watu wamesema aqwali tofauti tofauti katika masala ya hamza. Wa inda nuhatihi, lakini kwa wananahwu wabobezi wa nahwu wa elimu ya an-nahwu, yudhi'u sanahu, tamam. Mambo haya na njia hizi na madhahibu hizi na aina hizi za hamza zinakuwa zipo wazi, zipo bayana. Kullama swadda alyala, vyovyote vile ambavyo vitakuwa vipo katika giza, ni vitakuwa havieleweki. Kwa vyovyote vile ambavyo aina hizi au madhahibu hizi zitakuwa hazieleweki kwa watu wengine, lakini kwa wananahwu yatakuwa mambo haya na masaili haya yapo bayana na yapo wazi. Kwa hiyo idaa hapa yudhi'u sanahu ametumia kwa kuashiria ya kwamba mambo haya yatakuwa ni yapo wazi, yani huu ni mwangaza. Lakini iswadda hapa ameitumia kama vile yale mambo ambayo yatakuwa ni magumu ambayo hayaeleweki, tamam. Al-ghumud, mafhumu. Tuna faida hapa ya mwisho
Tamam, katika darsa yetu ya leo, na inshallah tunakuwa tumemaliza mlango wa waqfi hamzata wa hishamin ala alhams. Faida: yajibu ma'rifatu thalathati mustalahatin fi hadha albab, kuna uwajibu pia wa kutambua misamiati mitatu ambayo inatumika sana katika mlango huu, mlango wa kusimama kwa hamza na hisham katika herufi ya hamza. Al-awwal, msamiati wa kwanza, thalathatul ibdal. Thalathatul ibdal, thalathatul ibdal maana yake ni ibdalu alhamzati alifan, kuibadilisha hamza kuwa ni alif, maa alqasr, pamoja na kuvuta haraka mbili, watawassut au haraka nne, walishba au haraka sita. Wadhalika fil maftuhi ba'da alif, na hilo linapatikana katika hamza ambayo itakuwa ina fatha na imekuja baada ya alif. Mfano as-samaa au liyaa, tutasoma as-samaa au as-samaa au as-samaa. Hii mitazamo inaitwa ni thalathatu al-ibdal. Tamam. Mustalah wa pili, kwa hiyo ukisikia thalathatu al-ibdal ni ibdalu al-hamzati alifan ma'a al-qasri wa tawassut wal ishba'. Mafhum? Mustalah wa pili ni khamsatu al-qiyasi. Khamsatu al-qiyasi ni thalathatu al-ibdal, yani khamsatu al-qiyasi kunaingia mustalah wa thalathatu al-ibdal, yani ile mitazamo mitatu ambayo tumeiona hapo, lakini ongeza tashilun biraum, kufanya tashil kwa arraum maa alqasri wal ishba, pamoja na alqasr yani haraka mbili au ishba haraka sita kwa imamu ambaye atakuwa na haraka sita, na haraka nne kwa imamu ambaye atakuwa na haraka nne. Wadhalika fil marfu'i wal majruri ba'da alif, na hilo linapatikana katika hamza ambayo ina dhamma au ina kasra na imekuja baada ya alif. Mfano as-samai, as-samau, shurakai au shurakau. Hapa tuna khamsatu alqiyas. Tamam, na alqiyas tumeshazungumzia mwanzo kabisa wa mlango. Alqiyas maana yake nini? Kwa tutakuwa tuna thalathatu alibdali, kwanza as-sama, as-sama, as-sama. Tamam, halafu tuna mtazamo wa 4 na wa 5, tashilun biraum pamoja na alqasd wal ishba. As-samai, tamam, as-samai au as-samai. Mafhum? Hii inakuwa ni mitazamo mitano ambayo inaitwa ni khamsatu alqiyas. Kwa hiyo ukiambiwa leta khamsatu alqiyas ni hii mitazamo, thalathatu alibdal na tashilun biraum ma'a alqasr wal ishba. Kisha athalith, mustalah wa tatu ni sab'atu rasmi. Tamam, sab'atu ar-rasmi. Sab'atu ar-rasmi ni ibdalu al-hamzati wawan sakina, kuibadilisha hamza kuwa ni waw yenye sakna, yani hapa tunasimama kwa ar-rasm. Tamam, ma'al qasri wat-tawassuti wal ishba'i ma'al iskan, pamoja na al-qasr haraka mbili au tawassut haraka 4 au ishba' haraka 6 pamoja na iskan. Jumlisha athalathatu as-sabiqa ma'al ishmam, jumlisha mitazamo mitatu iliyotangulia pamoja na ishmam. Tamam, yani mitazamo hii ibdalu alhamzati wawan sakina ma'a alqasri watawassut wal ishba, lakini sio ma'a aliskan, inakuwa ma'a alishmam. Hii mitazamo mitatu pamoja na ishmam inakuwa mingapi? Inakuwa 6. Na mtazamo wa 7, ibdalu alhamzati wawan madhmuma, kuibadilisha hamza kuwa ni waw yenye dhamma ma'a alqasri warraw, pamoja na alqasr na arraw, yani haraka mbili pamoja na kuweka arraw. Wadhalika fil marfu'i wal majruri ba'da alifin, na hilo linapatikana katika marfu' na majrur baada ya alif. La, afwa, sio wal majrur. Wadhalika fil marfu'i ba'da alifin, na hilo linapatikana katika hamza ambayo itakuwa ina dhamma na imekuja baada ya alif, lakini imeandikwa katika umbile la waw ala rasmi yani. Tamam, hii majrur imekosewa kuwekwa hapa. Mfano neno shurakau. Tamam, shurakau hamza imeandikwa juu ya waw. Kwa hiyo hapa tukisema sab'atu ar-rasmi, maana yake tunasoma shurakau kwa waw yenye sakna,
na haraka mbili. Shuraka, wawu yenye sakna haraka 4. Shuraka, wawu yenye sakna na haraka 6. Tamam, tumeiwekea wawu iskan. Kisha mitazamo hiyo hiyo mitatu lakini kwa ishmam. Shuraka na ishmam, shuraka na ishmam, shuraka na ishmam. Kisha mtazamo wa mwisho shuraka. Tamam, waw yenye dhamma pamoja na alqasr na arraum. Shuraka, shuraka. Kwa hiyo jumla ya mitazamo hapa itakuwa ni mitazamo takriban 12, kwa sababu hapa tunaweza tukasimama kwa qiyas, na tukisimama kwa qiyas tunasimama na khamsatul qiyas, mitazamo mitano katika hamza. Shuraka, 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 kisha shuraka, shuraka. Hiyo ni khamsatul qiyas. Kisha tunaileta sab'atu ar-rasmi ambayo tumetoka kuizungumzia hapa. Kwa hiyo jumla ya mitazamo hapa inafika mitazamo 12. Kutakuwa katika mfano wa neno hili kuna mitazamo 12. Khamsatul qiyas, mitazamo mitano ambayo tunaita ni khamsatu alqiyas ya qiyas, na sab'atu ar-rasm, na mitazamo 7 ya ar-rasmi. Tamam. Kwa hiyo tuna thalathatu al-ibdal na tuna khamsatu al-qiyas na tuna sab'atu ar-rasmi. Mafhumu Tukia hapa tunakuwa tumehitimisha darsa yetu ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya tunayojifunza yawe katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, fa huwa waliyu dhalika wa huwa al-qadir alayhi. Kama kuna sehemu kuna khata au zalal au nisyan, hayo ni mapungufu yetu, wal kamalu lillahi ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.